Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukufahamisha yaliyojiri ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuundwa kwa kamati maalum ya watu 8 ya kutekeleza ushirikiano kati ya chama cha ODM na UDA na kusaidia kutekelezwa kwa ripoti ya ajenda 10 za ushirikiano wa vyama hivyo viwili. Akizungumza alipopokea ripoti hiyo hapa Nairobi, Rais Ruto pamoja na kinara wa ODM Dr. Oburu Oginga waliwashambulia wanaopinga ripoti hiyo wakisema itasaidia kuwaunganisha Wakenya kama Emmanuel To anavyoarifu. Ripoti hiyo iliyokabidhiwa kinara wa chama cha UDA Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa ODM Dr. Oburu Oginga katika kikao cha pamoja cha wabunge wa UDA na ODM KICC ilieleza hatua ambazo zilipigwa hadi sasa kutekeleza ajenda 10 muhimu zilizotiwa saini na Rais Ruto na aliyekuwa kinara wa ODM hayati Raila Odinga mwaka mmoja uliopita. Ripoti hiyo ikieleza kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 2 za kuwafidia waliouawa na polisi katika maandamano, kupitisha sheria 3 kati ya 9 zilizopendekezwa katika ripoti ya NADCO na kupunguza matumizi serikalini. Ripoti hiyo ikipendekeza kuundwa kwa jopo maalum la wabunge na maseneta kuharakisha kupitishwa kwa miswada 6 iliyosalia kwa muda wa miezi 3 ijayo na kesi za ufisadi kuchunguzwa na kukamilika kwa muda wa miezi 6. Because if broad-based decides, Parliament will decide. Is that true? Yes. Because we have the numbers to drive it through both houses of Parliament. The broad-based arrangement goes up to 2027. Because we cannot then say between August and now what has happened to the implementation of the 10-point agenda. It is ongoing. Kando na kubuniwa kwa kamati ya bunge, kamati nyingine ya watu 8 pia itaundwa itakayosaidia kutekeleza ushirikiano wa kisiasa kati ya ODM na UDA. There will be a very, very prominent chapter on the role that the National Assembly and the Senate played to actualize the flagship projects of the broad-based administration. Viongozi hao wawili wakiwakemea wanaopinga ripoti hiyo, wakiongozwa na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna aliyesusia mkutano wa Jumanne. There are some people who want to appoint themselves supervisors as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. Those who thought that, who are saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda, shame on them. Macho yote sasa atakuwa yanaelekezwa kutekelezwaji wa ripoti hiyo iliyofikishwa mbele ya wabunge wa UDA na ODM, huku jopo kazi ya makamati iliyoundwa kuunda ripoti hiyo ikiongezwa miezi 2 kutekeleza wajibu wake. Emmanuel To, runinga ya Citizen, KICC, Nairobi.